Lakini mwaka huu pia tulishakubaliana uwe ni mwaka wa kutoka maofisini na kwenda kuzungumza na wananchi kwa lengo la kuzuia uhalifu, kwa lengo la kudhibiti uhalifu. Hivyo basi, nachukua nafasi hii kuwataka wakuu wa polisi wa wilaya, wakuu wa vituo, maafisa polisi jamii mkoa, wilaya, wakaguzi wa kata kupitia mpango wa mkaguzi wa kata kuachia ofisi, twende kwenye maeneo yetu ya kata, twende tukafanye mikutano na wananchi inayolenga kuzuia uhalifu, kudhibiti uhalifu na kutanzua changamoto mbalimbali za kiusalama zilizopo katika maeneo yenu. Kwa wakaguzi wa kata, narudia, amieni kwenye kata zenu. Kila mkaguzi aende kwenye kata tuliyompangia, aliyopangiwa na afande IGP. Nenda kwenye kata yako, natimiza wajibu wako wa kufanya mikutano na wananchi. Toka nenda kwenye makundi mbalimbali, kazungumze nayo. Toka nenda kajue migogoro ilipo ndani ya familia, kazungumze na zile pande ili kuhakikisha kwamba tunaitatua ile migogoro kabla haijaleta matukio makubwa. Iko migogoro ya kifamilia, iko migogoro ya ardhi, iko migogoro kati ya mtu na mtu, watu wanagombania mpaka, watu wanagombania mti tu, mti umeota sehemu, watu wanagombania miaka 6. Lazima mkaguzi wa kata ujue watu wao mwisho wa siku kwa mgogoro ulivyodumu wanaweza wakasababisha kukatokea kwa matukio ya kijinai. Nenda pale kazungumze na pande mbili, shirikisha mamlaka nyingine za kiserikali katika maeneo hayo ili tuweze kuondoa uwezekano wa kutokea kwa matukio ya kijinai. Matukio ya mauaji yanayojitokeza katika maeneo mbalimbali, kwenye mitaa, kwenye kata zenu kule mlikopangiwa, tunao uwezo wa kuyazuia. Mauaji mengine yanasababishwa na migogoro ya ardhi ya muda mrefu, imani potofu za kishirikina. Ninyi nenda mkaingilie kati, wape elimu kwamba hicho anachokiamini, imani hizo wanazoziamini ni potofu, haziwezi kusaidia kitu. Katika kufanya hivyo, mtakuta mmebadilisha makundi katika familia, mmebadilisha watu katika jamii, na matokeo yake matukio haya mauaji kwa imani potofu za kishirikina yatatoweka katika mkoa wetu. Narudia tena, nenda kwenye kata zenu. Viongozi wetu mbalimbali wamepita, wametusisitiza tutoke maofisini twende tukaongee na wananchi kule mtaani. Narudia tena, na mimi kama kamanda wa polisi wa mkoa kuwataka tutoke maofisini twende tukazungumze na wananchi kwa lengo la kuzuia uhalifu. Kwa jina naitwa mkaguzi wa polisi Shabani Omari Kashakala. Mimi ni mkaguzi kata wa kata ya Mabatini iliyopo wilaya Nyamagana mkoa wa Mwanza. Kwa maelekezo hayo ambayo kwamba sisi tuende kwenye kata zetu, kwa moja sisi tunakwenda kuyatekeleza. Kwa wale wenzangu ambao walikuwa bado hawajaenda, na hakika wataenda, lakini sisi tayari tupo kwenye kata zetu, na kikubwa zaidi kuwa katika kata zetu tunahakikisha kwamba tunakuwa katika karibu na jamii. Unapokuwa karibu na jamii, hapo ndipo unaweza ukajua migogoro inayoendelea. Kwa majina naitwa Inspector Fatuma, natokea katika kata ya Milongo. Rai yangu kwa wananchi wasio waoga, kwa maana uoga pia unakuja kutengeneza kitu kikubwa ambao kwa sisi jeshi la polisi tunaita uhalifu. Wakituona watukimbilie, kwa maana sisi tupo katika ofisi za kata. Pale ofisi za kata, aidha unaweza kuwa unaogopa kwenda kituo cha polisi, basi mimi niwape rai kwamba tupo katika ofisi za kata. Njoo eleza matatizo yako, usiogope kueleza matatizo yako. Utakapoeleza tatizo lako ndipo pale tatizo litakapotatuliwa. Kwa hiyo karibuni, msiogope. Katika kata zote tupo wakaguzi kata, tuweze kuwapa msaada wa haraka. Naitwa Inspector Musa Jilatu, ni mkaguzi kata Gishiri. Maelekezo ya leo ya afande Wilibodi Mtafungwa RPC mkoa wa Mwanza, sisi kama wakaguzi kata tumepokea maelekezo yake, na sio kupokea tu yale maelekezo yake, kuanzia leo tutafanyia kazi. Kwanza maelekezo yake ni kwamba wakaguzi wote waishi kwenye kata. Kwa maana yake kuishi kwenye kata ni kuwa inapotokea tatizo au tukio au msaada wote kwa jamii, iwe ni rahisi kuweza kuwahudumia wananchi
unapoishi karibu na kata yako.